maneno yale, na huyu ndio as-Sadiq Abu Bakr Siddiq, ambayo mara nyingi amesifiwa thania thnaini, kwamba yeye mara nyingi huwa na tabia ya kupata fursa ya kuwa wako wawili na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni mtu ambaye baada al-anbiya wa rusul, ukiondoa mitume na wa Mwenyezi Mungu na manabii wake, anaofuatia kwa utukufu katika wanadamu basi ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Na hivyo hivyo ndivyo walivyokuwa akimtanguliza masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika tabia njema ni sababu ya mtu kuepushwa na adhabu za moto, yani moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utampitia mbali yule ambaye mwenye tabia iliyokuwa njema. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar au biman tahrumu alayhi an-nar, yani sikupeni habari juu ya wale ambao moto utakuwa mbali nao, yani moto ni haramu kuunguza au tuachoma. Bala ya Rasulullah, tuambie, ikawa ni ala kulli qaribin hayyin sahal. Tunasema utakuwa moto ni haramu kwa kila yule ambaye yuko karibu yangu, alafu akawa ni hayyin, mwenye tabia nzuri ya yeye kwamba kujishusha, alafu mwenye kufanya mambo mepesi. Hawa watu wenye tabia hizo watakuwa ni wako mbali sana na moto. Hadithi kama iliyo katika Sunan ya Abi Ya'la na Tirmidhi wa Tabrani wa sahahahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Kadhalika husnul khuluq, tabia njema, ni afkalu shay fi al-mizan. Katika mizani siku ya kiyama hakuna kitu kitakachokuwa kizito katika mizani ya mja kama mtu kuwa na tabia njema. Ani Abi Darda radhiallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume amesema, ma min shay'in afqalu fi mizani al-'abdi yawm al-qiyama, ma min shay'in afqalu fi mizani al-'abdi al-mu'min yawm al-qiyama min husni al-khuluq. Hakuna kitu ambacho kitakuwa kizito katika mizani ya mja ambaye ni mu'min siku ya kiyama kama tabia njema. Kwa hiyo tabia njema ikija katika mzani wako itafanya nini? Itakuongezea wewe na iwe sababu ya wewe kuepukana na moto wa Mwenyezi Mungu na kwenda katika nini? Pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika tabia njema ni katika sababu za kuingia peponi. Yani mwenye tabia njema, kwa tabia njema yake ni sababu ya kuingia peponi. Ana Abi Hurairah radhiallahu anhu qala, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu aliulizwa, an akthar ma yudkhilu an-nasa al-janna, kwamba Mtume sallallahu tuambie vitu gani ambavyo vitawaingiza watu kwa wingi peponi. Faqala, Mtume sallallahu akasema, taqwa Allah wa husnul khuluq, ni ucha Mungu na tabia njema. Kwamba mtu akiwa mcha Mungu na ucha Mungu kadiri ya wewe unavyoweza, kwani Allah anasema wattaqullaha mastata'tum, kweni wacha Mungu kadiri ya uwezo wenu, na usiwe na ucha Mungu wa kumwonyesha watu, bali ucha Mungu ni wako wewe na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio pale utaona ucha Mungu ni jambo la siri baina ya mja na Allah, sio ucha Mungu wewe ukisema mimi mcha Mungu utakuwa sio mcha Mungu. Hata ibada ya somo imekuja na ucha Mungu, kwamba sababu ya kuwa mtu mcha Mungu, na utaiona inafanywa kimya, hakuna anaiona. Hata Mtume sana anasema takwa hauna, akisema ucha Mungu uko hapa, maana yake huwezi kufanya nini? Hauna alama ya kuona, ataona mwenyewe nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo litakaloingiza watu wengi sana peponi ni nini? Mtume ameulizwa, Mtume amejibu kusema kitakachoingiza watu sana peponi ni tabia
njema. Ni taqwa Allah wa husnul khuluq, ucha Mungu na tabia njema. Wasuila, na akaulizwa, an akthar ma yudkhilu an-nasa an-nar, ushatutajia yale mambo yatakayoingiza watu peponi na mambo yatakayoingiza watu motoni. Je, ni mambo gani hayo? Faqala Mtume sallam akasema, alfamu walfarj, alfamu walfarj, yani mdomo na tupu. Hivi vitu viwili vitaingiza sana watu wapi? Motoni. Anasema hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi kama ilipokewa katika Sunan Tirmidhi, katika Sunan Tirmidhi wa Sunan Ibn Majah wa sahahahu al-Albani fi sahih Sunan Tirmidhi. Kwa hivyo taqwa Allah wa husnul khuluq sababu ya kuingia peponi. Ama mdomo na tupu ndio sababu ya kwenda wapi? Katika sababu za kwenda motoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man yadhmanu li ma baina lihiyaihi wa fakhidhaihi adhmanu lahu aljanna, yeyote ambaye atakayenidhaminia kilichomo kati ya midomo yake miwili na kati ya mapaja yake mawili, huyo namdhaminia nini? Pepo. Hadithi iko wazi, ushaelewa vinavyokusudiwa hapa. Ndio hiyo alfamu bi maana al-lisan, ulimi ukazungumza maneno ya ovyo. Al-lisan, imani inapatikana utaitamka hapo, kufuru hapo, shirki hapo na mengi katika hayo, umbea nini, usengenya hapo kwenye ulimi. Walfarju kwa maana ya kufanyia mambo machafu ikiwemo uzinifu, kwamba hizo ni sababu za kwenda wapi? Za kwenda motoni. Kwa hivyo ikhwatal iman, tabia njema mwenye kuwa nayo atakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sababu ya kuepukana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mama Aisha radhiallahu anha anasimulia hadithi ambayo Mtume sallam anasema, innal abda, hakika ya mja, la yablughu bihusni khuluqihi daraja as-saimi al-qa'im, kwamba mtu ambaye mwenye tabia njema anaweza kufikia kwa tabia njema hiyo akafikia daraja ya nini? Ya mtu ambaye amefunga halafu akafanya na kisimamo, yani mtu ambaye anafunga somo na anasimama kusali usiku kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwenye tabia njema, kwa tabia yake njema tu inafika daraja za yule mwenye kufanya ibada hizi, kwa sababu ukiangalia thamarati za ibada zote zimekuja kumbadilisha mwanadamu kutoka kwenye tabia mbaya aliyokuwa nayo kwenda kwenye tabia nzuri. Ndio kazi ya hizi ibada. Ndio wana anasema nini? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kwamba swala inakataza machafu, inakataza munkar na uovu. Kumbe ukiswali unakuja kuwa natija yake unapata nini? Unakuwa mtu mwenye tabia njema. Tumeelewana jamani? Tahara saa zote unatawadha, bado unakuwa ni mtu msafi, mtu mwenye tabia njema. Na la shaka huyu msafi tu nje alafu ndani umeoza, utakuwa msafi mpaka moyo wako. Hata zaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua katika mali zao sadaka, yani zaka, tutahhiruhum, utawasafisha na utawatakasa. Kwa hiyo hata ibada malengo yake ni kumfanya mtu awe ni mtu mwema. Kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ikutoeni katika uovu ikuleteni katika wema. Kwa la shaka vitu vingi na ibada nyingi, kama mtu anayetoa sadaka kwamba anavyoepukana na tabia mbaya ya ubahiri na uchoyo. Kama unatoa basi ile tabia ya uchoyo na ubahiri utaikuta inafanya nini? Inakukalia mbali. Lakini mwingine hata sahani ya ubwabwa ile ya kula watu wawili, yeye anaona hii peke yangu hii.
hata wanne unataka ukalie peke yako. Yote hizo ni tabia zilizokuwa mbovu. Aliyokuwa Mtume sana anasema chakula cha mtu mmoja kinatosha wawili, na cha wawili kinatosha ngapi? Wanne. Lakini wewe hapa wanne hapo, kumbe wanne pale watoa 8 mnakaa, lakini wewe utaki, unataka ukae peke yako au wawili tu. Yote nini?